Asante sana, mimi nacheka naye. Na sasa tuzitazame taarifa zetu za michezo tulizonazo kwa siku hii ya leo, ikiwa leo ni Juni 3 mwaka 2025. Na kwa kwanza kabisa tunaanza katika taarifa zinazo timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kimewasili Afrika Kusini tayari kwa michezo ya kirafiki dhidi ya Afrika Kusini, yani Bafana Bafana, na mashindano ya Kosafa dhidi ya Eswatini na Madagascar. Kikosi cha timu ya taifa Tanzania kileko chini ya Ahmed Suleiman Morocco kimewasili salama na wachezaji wa kongwe akiwemo Kibu Denis Prosper, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Yusuf Kagoma, Dickson Jobu na Ibrahim Baka, huku kikiongezwa pia na mnyota mwingine kama Simon Pigodi Msuva na kikijumuisha wachezaji wengine ambao ni makinda katika kikosi hicho. Hivyo Stars watashuka dimbani katika michezo mitatu ya kirafiki itakayopigwa huko Afrika ya Kusini, na Taifa Stars waliwasili namna hii. Na taarifa hiyo sasa kuhusu timu ya taifa Tanzania. Na sasa tugeukie taarifa nyingine kuhusu mchezo wa dabi ya Kariakoo tarehe 15 mwezi Juni mwaka 2025. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara imesema inaendelea vizuri na maandalizi ya mechi zilizosalia kukamilisha msimu, ikiwemo Kariakoo Dabi, yani Yanga na Simba, uliopangwa kupigwa Juni 15 kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Afisa habari wa bodi ya Ligi Kuu Karim Boimanda amesema wameweka nguvu kubwa kwenye michezo hiyo, wakitarajia itakuwa ni michezo mikubwa ambayo pamoja na mambo mengine ndiyo itakayoamua ubingwa msimu huu. Boimanda pia amefafanua kuhusu uwanja utakaotumika kwenye mechi ya Yanga dhidi ya Dodoma Jiji na kuthibitisha kuwa mechi ya Ken Gold na Simba Sports itapigwa kwenye uwanja la Hassan Mwinyi mjini Tabora. Taarifa kutoka bodi ya Ligi Kuu Tanzania ni kwamba mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC ambao awali ulipangwa kufanyika Machi 8 uliahirishwa kwa sababu za kikanuni na zikaelezwa, na baada ya kuahirisha, kwenye taarifa ile ya kuahirisha tulitoa taarifa kwamba mchezo utapangiwa tarehe nyingine, na baada ya kupita muda kidogo bodi ya ligi ilitangaza tarehe ya huo mchezo ambayo ni Juni 15. Na sasa hivi tunapozungumza hapa, taarifa kutoka ndani ya bodi ya Ligi Kuu Tanzania ni kwamba mchezo namba 184 Young African Sports Club dhidi ya Simba Sports Club utafanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15. Hiyo ndio taarifa kutoka bodi ya Ligi Kuu Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa hivi kitu ambacho sisi tunapaswa kukifahamu hapa ni kwamba bodi taarifa yake mchezo utakuwa Juni 15. Na taarifa hiyo, tukibaki hapo katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara dhidi ya Yanga na Simba, utata wa mchezo huo namba 184 wa Ligi Kuu unaendelea kushika hatamu baada ya bodi ya ligi na klabu ya Yanga kuandika ujumbe unaokinzana kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii. Mchezo namba 180 kati ya Yanga dhidi ya Simba ulitakiwa kuchezwa Machi 8, lakini uliahirishwa na kupangiwa tarehe nyingine ambayo ni Juni 15. Yanga imetoa ratiba ya michezo ya Ligi Kuu ya mwezi huu ikiacha mchezo dhidi ya Simba, huku bodi ya ligi ikikumbushia mchezo namba 184 ambao utachezwa Juni 15. Na taarifa hiyo sasa kutoka katika mchezo Ligi Kuu Tanzania Bara na bodi ya Ligi Kuu, tugeukie taarifa nyingine kutoka timu ya taifa ya wanawake, yani Twiga Stars. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars, Bakari Shime, amezungumza kuwa Twiga Stars kushinda tuzo bora ya taifa ya wanawake kwa mwaka 2024 iliyotolewa na Baraza la Michezo la Taifa imetengeneza heshima kubwa kwa kikosi hicho. Bakari Shime amefafanua hilo baada ya kufanya mahojiano akiwa katika kambi na timu yake ya wanawake, yani Twiga Stars. Bakari Shime alizungumza hivi: hiki ni kipindi ambacho sisi tunafanya matayarisho kwa ajili ya AFCON. Kwa hiyo uzito mazoezi unachangia baadhi ya wachezaji kupata maumivu. Kwa hiyo wako baadhi ya wachezaji wachache ambao wana maumivu, wengine wamekuwa kirecover ambao kwenye mchezo uliopita labda hawakuepo, lakini kwa jumla hali sio mbaya. Tuna kikosi kipana kwa sasa, bado tujafanya mchujo wa wachezaji, kwa tuna wachezaji wengi ambao kupata wachezaji 11 ambao wataanza haiwezi kuwa ni jambo gumu. Kwa hiyo majeruhi ni wa kawaida, ni majeruhi ambao wanapatikana wakati matayarisho. Kwa hiyo hali iko hivyo. Timu inafanya vizuri chini ya yetu sote sisi, kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, mashabiki wenyewe ambao wanakuja kiwanjani kuisupport timu yao ifanye vizuri. Kwa hiyo sote pamoja tunafanya timu yetu ya Twiga kufanya vizuri. Na aidha kocha huyo
wa Twiga Stars Bakari Shime amezungumza kuelekea mchezo wa kirafiki wa marudiano dhidi ya DR Congo utakaopigwa hii leo Juni 3, 2025 katika uwanja Azam Complex Chamazi saa 2 kamili usiku. Bakari Shime amefafanua hilo. Matayarisho yanakwenda vizuri. Tangu mara baada ya mchezo uliopita tumeanza matayarisho ya mchezo mpya na kila kitu kwa ajili ya mechi kinakwenda vizuri. Ni matumaini yangu kwamba mpaka kufikia kesho, tuna muda mrefu pia bado, mechi itakuwa usiku, kwa hiyo mpaka kufikia muda huo zile sehemu chache ambazo labda tunazifanyia kazi na zenyewe zitakuwa ziko vizuri, lakini yote kwa yote itoshe kusema kwamba tumejiandaa vizuri. Pamoja na kwamba hizi ni mechi, lakini ni mechi ya kujipima pamoja na kupata matokeo, lakini pia tunajaribu kutafuta performance ya timu yetu itakuwa wapi kwenye mashindano ambayo tunaendea. Na hauwezi kwenda kwenye mashindano ukiwa na approach aina moja. Kwa hiyo tumejaribu approach moja ya kucheza aina fulani ya mfumo, na kwenye mchezo unaofuata kwa maana ya kesho tunaweza kujaribu kubadilisha game approach yetu, kwa maana game model, how to play. And then pia unapobadilisha mfumo wakati mwingine unaendana pia na aina ya wachezaji, kwa sababu kila mfumo una mahitaji yake. Kwa hiyo maybe kuna wachezaji ambao watahitajika na huo mfumo, utawafanya wengine na kiwanja, ama wengine watakinja kiwanja, ama wale kuendelea kuwepo. Lakini kikubwa ni kwamba mabadiliko katika situation kama hii ni ya kawaida sana kwenye kujaribu kuangalia hizo approach za game. Lakini pia tunaendea mashindano makubwa, tunataka kuona wachezaji ambao tunaamini uwezo wao ukoje. Kwa hiyo kuwaficha ndani tu na kutokuwatumia tudanganya. Hatuwezi kuna mashindano ya wachezaji 11 au 12. Kwa hiyo lazima tutoe nafasi kwa wachezaji wengi vile pia, kwa maana ya kuweza kuona ukubwa wa kikosi chetu kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Naye nyota wa Twiga Stars na Brighton & Hove ya England, Aisha Masaka, ametoa neno la shukrani baada ya kushinda tuzo ya mwanamichezo bora wa kike mwaka 2024 katika usiku wa tuzo za BMT uliofanyika The Superdome Masaki. Masaka, ambaye ni mara ya kwanza kushinda tuzo hiyo, ametoa ushauri kwa wanamichezo wa kike chipukizi, akiwataka wajitume, huku akigusia mipango ya tamasha lake la kufanyika Juni 8 chini ya Aisha Masaka Foundation. Nimeipokea kwa furaha kubwa na nimeipokea kwa imekuwa kama motisha kwangu kwa kazi niliyoifanya 2024. So nawashukuru sana waandaji wa tuzo, serikali, kwa kuona mchango wetu wachezaji. Yes, tumekuwa kwenye nominees wachezaji 3 ambao tunacheza sport tofauti. Na usiku wa jana nimeenda kwenye hiyo hafla na nilikuwa na asilimia kadhaa na kwamba naweza kushinda tuzo, na Mungu amejalia nimeweza kushinda tuzo ya mwaka 2024. Ninaamini kwenye kufanya kazi kwa juhudi, makocha pia wamechangia, michezo ya national team imechangia, michezo ya klabu imechangia. Kubwa zaidi ni kujituma uwanjani. Kitu ambacho kinaendelea kunipa moyo kupambana kila siku ni njaa ya mafanikio ambayo ninayo. Na taarifa hiyo sasa kutoka kwa Aisha Masaka, na sasa natupeka mpaka taarifa nyingine za michezo kimataifa. Mshambuliaji wa Brentford Bryan Mbeumo ameonyesha nia ya kutaka kujiunga na Manchester United, huku akizipiga chini Arsenal, Newcastle United na Tottenham Hotspur ambao pia zipo kwenye mbio za kuinasa saini yake. Manchester United na Brentford zinatarajiwa kufunga mazungumzo juu ya mauziano ya nyota huyo raia wa Kameruni mwenye umri wa miaka 26. Na taarifa nyingine za michezo hapo Uingereza ni klabu ya Chelsea imekamilisha usajili wa mshambuliaji Ilian Roy Delap kwa ada ya pondi milioni 30 baada ya kuvunja mkataba nyota huyo huko Ipswich Town, huko nyota huyo akisaini mkataba wa miaka 6. Delap miaka 22, raia wa England ambaye pia timu yake Ipswich Town imeshuka daraja, amechagua Chelsea licha kutakiwa na Manchester United, Everton na baadaye timu kutoka Ujerumani na Italia zikionyesha nia ya kumtaka mchezaji huyo. Nyota huyo anatua darajani kama pendekezo la kocha Enzo Maresca ambaye amewahi kufanya naye kazi kwenye timu ya vijana ya Academy ya Manchester City.
City. Pichani ni kocha Enzo Maresca na kiungo Romeo Lavia na mshambuliaji Liam Delap baada ya timu ya vijana ya Manchester City kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England ya vijana kwa mwaka 2021. Na taarifa hiyo pia inatubakisha pia hapo England katika taarifa nyingine kuhusu taarifa za usajili. Nahodha Manchester United Bruno Fernandes ametupilia mbali ofa nono kutoka Al Hilal ya Saudi Arabia kwa ajili ya kujiunga na klabu hiyo ya ligi kuu ya Saudia Pro, huku akitaka kuendelea kusakata kabumbu barani Ulaya. Bruno mwenye miaka 30, raia wa Ureno, amefanya maamuzi kukataa ofa nono ya mshahara wa paundi 700,000 kwa wiki, takriban bilioni 2.55, huku akichagua kusalia Manchester United, timu iliyomaliza nafasi ya 15 msimu huu uliomalizika, huku akipoteza mchezo wa finali wa Europa League. Na kufikia hapo sina la ziada katika meza ya michezo. Mimi ni Peter Passion wa Jehova Jireh TV. Asante Peter Passion kwa habari za michezo na burudani. Mtazamaji, nikukumbushe tu habari muhimu tulizokuandalia kwa siku ya leo. Mtazamaji, miongoni mwa habari tulizokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya chatoa msaada wa vifaa kwa ajili ya wanafunzi. Waziri wa Maji Jumaa Aweso asisitiza utunzaji wa vyanzo vya maji katika maeneo mbalimbali, na mbunge Matiko akero uuzaji pombe kiholela. Lakini katika habari za mataifa mbalimbali, watu 2 wafariki dunia kwa mlipuko wa bomu huko nchini Uganda. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa meza ya habari, mimi ni Amina Chikanaye na kuacha na taarifa za utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia majira saa 3 usiku wa leo. Kikubwa zaidi nikwambie, tukumbuke kwamba tarehe 27 mwezi wa 6 tunakutana ngome ya Yesu Kristo hapa Kimara Temboni. Mtumishi wa Mungu, kuhani na mwalimu Musa Richard Mwacha ataongoza mkesha mkubwa wa chuma hunoa chuma. Vyuma tutakuja kunolewa na mnoa vyuma. Kama unataka kufahamu mnoa vyuma ananoaje vyuma na anafanyaje, basi usipange kukosa mkesha huu ambao utafanyika hapa Kimara Temboni jijini Dar es Salaam. Hadi wakati mwingine, mimi ni Amina Chikanaye, endelea kutazama Jehova Jireh TV. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo, ambapo tukianza na mifumo ya upepo ambao unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria na kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na hali ya baridi bado inaendelea kutarajiwa na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kwa nyuzi 9 katika mkoa wa Njombe. Hivyo basi kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo ya visiwa vya Unguja na Pemba, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho tunatarajia mikoa ya Kagera pamoja na Mara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya jua. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam vipindi vya mvua vinatarajiwa. Dodoma kiwango cha chini cha joto nyuzi 16. Mwanza kiwango cha chini cha joto nyuzi 20. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto nyuzi 19. Mbeya kiwango cha chini cha joto nyuzi 10. Morogoro kiwango cha chini cha joto nyuzi 18. Arusha kiwango cha chini cha joto nyuzi 17. Na kutoka mamlaka hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.